بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu katika imani, ndani ya mkusanyiko huu ambao tunakumbushana pamoja na kufundishana, yote tunatarajia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na tutatumia njia nyepesi na lugha nyepesi ili kitabu kifahamike na kwenda kwa njia ya taratibu. Hivyo kila mmoja afanye jitihada katika kila masomo ambayo tunaiendesha ndani ya mkusanyiko huu, afanye jitihada ala nafsihi, juu ya nafsi yake, kwamba somo hili litampa faida kinamna fulani. Na sisi ambao tunaofanya jitihada kufundisha kwa mbinu mbalimbali, basi na pia wale wenye kusikia na wenye kusoma watumie njia mbalimbali, mbinu mbalimbali, ili masomo yaweze kufahamika kwao na kuyafanyia kazi. Tukiingia katika kitabu chetu, baada ya kutanguliza utangulizi na yakaendelea maneno kusema fala yakhfa mal ulumi albalagha, wala hapajifichi miongoni katika elimu za kibalagha, min ahmiyati albaligha, min ahmiyati balighati, miongoni katika mambo yaliyo muhimu kibalagha, fi dirasati alulumi shar'iyyati, katika masomo ya kielimu za kisheria, wa khasatan, na hasa hasa ulumi alqur'ani, kizungumzia ilmu ya Qur'ani, wal hadithi, pamoja na hadithi. Bimaana kwamba balagha ni somo ambalo linaloingia katika elimu ya Qur'ani, kwa maana kwamba Qur'ani bila elimu ya balagha ni kwako utapata shida katika kutafsiri Qur'ani, pamoja na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wadhalika, na hivyo, liluqufi ala suri albayinati, husimama juu ya picha au muonekano wa kubainisha lilayati alquraniyati, zile aya za Qur'ani, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal ahadithu nabawiyya, pamoja na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndo kazi ya balagha. Kwa hali gani? Bilidafati, kwa kutegemeza, ila takwini dhauqil adabiyya, kutengeneza ladha ya kiadabu, lada talibil ilmi, mbele ya yule mwenye kutafuta ilmu, mbele ya mwanafunzi ambaye anatafuta ilmu. Kwa hiyo anapata ile ladha ya ilmu ambayo anaitafuta. Wa fi hadha alkitab, na katika hiki kitabu, albalaghatul muyassar, balagha ambayo imeandaliwa kwa njia nyepesi mno, yadrusu talibu, anajifunza mwanafunzi
ahamu almawdhu'ati, yaliyo muhimu katika maudhui mbalimbali, albalaghia, ya kibalagha, bifununiha, kwa zile fani zake, athalathati, ni tatu, fani za kibalagha ambazo ni muhimu ni tatu. Moja, albayan, tutakuja kujua nini maana ya albayan. Wathani, fani ya pili, almaani, mtu kuja kuifahamu nini maana maani. Na tatu, albadi'u, mtu ajue nini maana badi'u au badi'i kiujumla. Bitariqati sahlati, kwa njia iliyokuwa nyepesi, mubassita, ambayo njia hiyo kati na kati. Ba'idan, njia hiyo iko mbali mno, an taqsimati, kutokana na mafungu au vigao, alfar'iyati, za kimatawi, almutasha'aba, ambazo zimetawanyika. Mutasha'aba, wanachuoni wanatuambia ni taksimu shay'in, ni kule kugawika au kukigawa kitu, ila furu'i kathrati, katika matawi mbalimbali, tatafarraa bidauriha, basi matawi hayo yanagawika kwa kule kuzunguka kwake juu ya hayo mafungu, ila furu'i ashar, kutoka katika furu' au tawi dogo, yani tawi dogo linazaa matawi mengine mbalimbali, bihaithu yakunu indana aslan, kwamba hayo matawi yanakuwa kwetu sisi ni kuna sehemu ya asili, chimbuko. Mfano katika hayo, au tuite kitu kinaitwa maudhu'u raisiyya. Maudhu'i inaitwa maudhu'u raisiyya. Wanachoona tuambie kwamba maudhui ambayo ni mama, ni chimbuko. Maudhui hiyo mama au maudhui hiyo chimbuko, wanachoona tuambia takhruju minhu aqsamun wa min kulli qismun tukhraju aqsamun ukhra, kwamba kila fungu linazaa fungu jingine, na haya mafungu yanazalika katika mafungu mengine. Mfano wa hilo mfano hilo au mithalu basit, mfano mdogo, alfiqhi. Tukizungumzia fiqhi ni neno ambalo au ni asli, ni tamko la asli ambalo ndani yake kuna as-salatu, si ndio? Kuna al-hajju, si ndio? Kuna az-zaka na mengineyo ambayo yenye kuzalika. Kwa hiyo fiqh imezaa sala, fiqh imezaa hija, imezaa zaka, fiqh ina shuruti sala, fiqh ina mambo mengi imekusanya. Ndicho tunachokusudia hapa. Kwa hiyo akaendelea kusema ndani ya kitabu chetu, wayumtazu alkitabu, na uwawazi kitabu, bisahulati al-arad, kwa uwepesi wa malengo, wa kathratul amthila, na wingi wa mifano, washawahidu, pamoja na ushahidi, at-tawdihati, ambazo ziko wazi, ma'at tadribati at-tatbiqiyati, pamoja na majaribio ya kuzingatia, fi nihayati kulli darsi, katika mwisho wa kila darasa. Waqad alhiqna fi khatimati alkitabi, hakika tulikutana katika mwisho wa kila kitabu, au waqad alhiqna, na hakika tulikutana, fi khatimati alkitabi, katika mwisho wa kitabu, mandhumata, tulikuta nini? Mandhuma. Tusema mandhuma ni shairi. Kitabu gani? Aljawhara almaknuni fi sadafi thalathati fununi, kitabu hicho lilimami allamatu Abdurrahmani al-Akhtari,
huyo ndo mtunzi wake. Liyasta'ina biha, kwa kumsaidia kitabu hicho au jumbe huo, talibu, mwanafunzi, ala hifdhi, juu ya kuhifadhi, wa dhibti hadha alilm, kwa kuidhibiti hiyo ilmu. Wa tatamayazu hadha almanduma, na uwawazi au na upambanuka hizo beiti, hayo mashairi, bi'udhubati alfadha, kwa ladha au utamu wa matamko yake, wasahulati ibaratiha, pamoja na uwepesi wa ibara zake, ma kathrati, pamoja na wingi, sharahuha, pamoja na sharhi zake, maelezo yake, wahtimami alulama biha, na kufanya utimilifu, yani kukamilisha wanachuoni ndani ya kitabu hicho. Wayati hadha alkitab, na huja hiki kitabu, dhumnu silsila, kukusanya mpangilio, taysirul ulumi shar'iyyati wal arabiyya, kama hivi, alati, ambayo adadnaha, tumekisabia kitabu hiki, kama fatihu lidirasati hadha alulum, kama vile ufunguo wa hii ilmu au ufunguo wa darasa katika hii ilmu. wa atumidat, na pameegemezwa, kama wadi taasisiyati, kama vile nguzo ya taasisi, fi adadi min alkulliyat, katika vyuo mbalimbali vya kulliya, college, wal maahadi, na maahadi mbalimbali, wadawrati shar'iyya, na zile daura za kisheria. Wallahi as'alu, na Mungu namuomba, ayanfaa bikitabi hadha alsilsila, anfaishi kwa kitabu hiki kwa mpangilio, wa an yaj'alaha, na ajalie kwa kitabu hicho Allah subhanahu wa ta'ala, dhuhran lana, ni akiba kwetu sisi, indahu, mbele zake Allah, wa yaghfir lana khataaya, na tusamehe sisi katika pale tulipokosea, wazalala, na kupondoka, kuteleza, innahu ala dhalika qadir, hakika Allah juu ya hilo ni mweza, wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi ajma'in.